Bila shaka zimepita siku mbili toka idara ya anga ya nchi ya Urusi ilipotoa taarifa kuhusiana na shambulizi lililofeli kiujumla lililokusudiwa katika msafara wa Rais Vladimir Putin wakati akielekea katika mji wa Kursk. Tukio ambalo actually limetokea kwenye tarehe 21-22. Na hii inaashiria kwamba jeshi la nchi ya Ukraine au idara ya ulinzi ya usalama ya nchi ya Ukraine SBU ilikuwa ikifahamu mwenendo wa safari ya Rais Vladimir Putin kuelekea katika mji wa Kursk region. Sambamba na shambulizi hilo lililofanyika katika ndege ambayo ilikuwa imepanda Rais Vladimir Putin, kiasi ambacho ndege za ulinzi ambazo zilikuwa zikiambatana na ndege ya Rais Vladimir Putin ndio zilizofanya kazi ya ziada kuweza kupambana na drone ambazo zilikuwa zimeelekezwa kuelekea katika msafara huo. Sambamba na hilo, jeshi la Ukraine lilionekana kwamba limefanya mashambulizi mtawalia, kwa maana ya kwamba mashambulizi mfululizo hasa katika mji wa Kursk region ambao alikuwa ameelekea Rais Vladimir Putin katika tarehe 23 na 24, lakini vile vile waliweza kufanya mashambulizi katika miji ambayo vivyo inapatikana katika upande wa mpakani. Maanake miji ya nchi ya Urusi lakini inapatikana katika upande wa mpakani, miji kama huo wa Kursk region, mji wa Belgorod, mji wa Bryansk na mji wa Oryol ambao unapatikana chini ya mji wa Bryansk. Lakini vile vile kuna mashambulizi ambayo yalifanyika katika mji wa Moscow na miji ambayo iko pembezoni ya Moscow. Maanake katika mji kama wa Kaluga, mji wa Ryazan, mji wa Vladimir na mpaka miji ya juu kama mji kama wa Tver. Vile vile kuna mashambulizi ambayo yalikuwa yamefanyika, na pamoja na mji wa Tula ilikuwa imefanyika kwa kiasi fulani. Na mashambulizi mengi yanaonekana hasa ilikuwa ni mashambulizi ya drone ambazo zimeweza kushambulia katika umbali kiasi cha kufika katika miji kama Vladimir ambayo inapatikana mbele kidogo ya mji wa Moscow. Maana yake hasa ni drone ambazo zinajulikana kama Liato ambazo actually zinaweza kwenda kilomita takriban 1000. Maana yake zikaingia deep kiasi cha kilomita 1000. Kutokana na aina hii ya attacks au mashambulizi ambayo yalikuwa yamepangwa na jeshi la Ukraine, na ndio maana ilionekana tarehe 24 kwa mkia siku tarehe 25 Urusi walifanya mashambulizi makubwa katika miji ya nchi ya Ukraine. Maana yake walishambulia katika mji kama wa Kiev sana, na hasa inaonekana kama mashambulizi mengi yalielekezwa katika viwanda kama vya Artem na viwanda vya Antonov ambao vinapatikana katika mji wa Kiev. Kiwanda kama cha Artem na Antonov vinajulikana katika utengenezaji wa silaha, especially silaha ambazo zinaweza kusafiri kama ndege, kwa maana kwamba kufanya air attacks, ndege, lakini vile vile drone ambazo zinatoka katika viwanda hivi viwili. Maana yake ndio drone ambazo zinaweza kwenda vile vile deep hasa ndani ya nchi ya Ukraine, ndani ya nchi ya Urusi. Ndio maana ilionekana kwamba kuna mashambulizi yameweza kwenda mbali kiasi cha kuvuka katika mji wa Moscow, moja na kwamba Moscow na yenyewe vile vile ilikuwa imeshambuliwa. Lakini sababu na tit for tat hii ya mashambulizi ambayo yalifanyika, pametoka taarifa au moja katika kauli ambayo amezungumza msaidizi wa Rais Vladimir Putin ambaye ni naibu mwenyekiti wa idara ya au baraza la usalama la nchi ya Urusi, Dmitry Medvedev. Katika moja ya kauli ambayo alizungumza, alisema kwamba kutokana na mashambulizi ambayo Ukraine imekuwa ikiendelea kuyafanya, na ukizingatia pia taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Yuri Dashkin ambaye alizungumza kuhusiana na hiyo mashambulizi yaliyofanywa na kuhusiana na msafara wa Rais Vladimir Putin. Kwa hiyo hayo yote ameyakusanya Dmitry Medvedev, akasema kwamba mashambulizi yamekuwa yakifanywa na nchi ya Ukraine kushambulia katika sehemu za kiraia, kushambulia katika mikusanyiko ya raia, manake na baadhi ya miundombinu ya kiraia. Hili litapelekea nchi ya Urusi ikiwezekana kufanya sehemu kubwa ya Ukraine kuwa ni sehemu ya buffer zone, isipokuwa sehemu ya magharibi. Na hii pia inachagizwa na kwamba silaha ambazo zimekuwa zikitumika sasa hivi zimekuwa zikiingia deep. Lakini inaonekana baadhi ya teknolojia pia ni teknolojia za magharibi, pamoja na kwamba si silaha za magharibi moja kwa moja ambazo zinaingia ndani ya Urusi, kwa sababu hata silaha kama zile Atacam na Storm Shadow ambazo zilikuwa zinatoka katika nchi kama Marekani, hata kama inatoka Marekani, Storm Shadow ni mchanganyiko wa Ufaransa na Waingereza, nyingi inaonekana zilikuwa zikishambulia katika miji ambayo kiasili ni miji ya Ukraine, miji kama ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia pamoja na Kherson. Lakini silaha ambayo inatengenezwa ndani ya Ukraine inaonekana ndio ambazo zinakwenda mpaka kufika katika miji kama ya Vladimir, miji kama ya Liat, miji kama ya Ryazan, Tver,
Manake ni umbali kidogo na ni ndani ya nchi ya Urusi. Manake silaha hizi nyingi ni silaha ambazo actually zinatengenezwa katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo anasema kwamba wanaweza wakaifanya Ukraine, maana yake sehemu kubwa ikawa ni sehemu ya buffer zone, isipokuwa sehemu ya upande wa magharibi ambayo inaonekana kwamba ndio wanapokelea silaha. Kwa ina maana kama watafanya mashambulizi ya hizo silaha yaweze kuishia ndani ya Ukraine, kwa sababu Ukraine yenyewe vile vile ni sehemu ya buffer zone. Hii ni tafsiri ya kwanza. Lakini kwa tafsiri ya pili ni kwamba Warusi hasa wanaamini kwamba Ukraine kiasili sehemu kubwa ni sehemu ya Urusi, kwa kuzingatia kwamba Ukraine tunayoiona leo hii sasa hivi inagawanyika katika sehemu kama 3. Kuna sehemu ya kwanza, sehemu ya Novorossiya, na kuna sehemu ya Malorusia, na kuna sehemu ya Ukraine ambayo ni sehemu ya mwisho. Sehemu ya Novorossiya katika upande wa kusini, maana yake katika sehemu kama za Crimea, sehemu kama za Kherson na baadhi ya sehemu za Zaporizhia ambazo zinaonekana leo hii na mfano wake, maana yake ni sehemu ambazo kiasili zilikuwa zikitawaliwa na Ottoman Empire. Lakini baada ya kutokea mapigano baina ya ufalme uliokuwepo wa Urusi kwa zama hizo kiongozwa na mwanamama aliyekuwa anajulikana kama Catherine the Great, waliweza kuchukua maeneo haya kwa takriban kwenye mwaka 1700 kama na 68 mpaka 1774 waliweza kuyachukua maeneo haya. Kwa hiyo maeneo haya tunayoona leo hii, maeneo ya kuanzia katika sehemu za Crimea, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, mpaka kwenda katika Kharkiv, kuja mpaka katika sehemu kama za Mykolaiv, Dnipropetrovsk na mfano wake. Haya ni maeneo ambayo kiasili Urusi hawakuyapata hivi. Maana yake ni maeneo ambayo yaliingia katika umiliki wao kupitia vita. Lakini sehemu ya katikati, sehemu ya Malorusia, ni sehemu ambayo kiasili yake waliipata kutoka kwa Bogdan Khmelnytsky. Bogdan Khmelnytsky alikuwa ni mtawala wa eneo la Malorusia, ambayo kutokana na baadhi ya mashambulizi yalikuwa yakitoka katika sehemu kama za ufalme wa Poland kwa kipindi hicho au Austria-Hungary, ndio ilipelekea akaomba msaada kutoka katika nchi ya Urusi, mpaka baadaye Urusi wakaja kulimiliki lile eneo moja kwa moja. Maana yake Bogdan Khmelnytsky aliomba msaada wa Urusi kwenye mwaka 1654, lakini mpaka kufikia kwenye mwaka 1700 takriban kama na 64 Urusi walilidhibiti moja kwa moja eneo la Malorusia. Kwa hiyo pia hili ni eneo ambalo Urusi hawakulipata kwa kuungana kiasili. Maana yake ni eneo ambao walilipata kwa makubaliano maalum ya kuweka protection, ya kuweka ulinzi katika eneo hilo. Na ndio maana jamii ya Wasalvik ambayo actually wengi ni Warusi wanapatikana sana katika eneo hilo la katikati ya Ukraine, ambayo kiasili inajulikana kama eneo la Malorusia au Russia ndogo. Na kisha kuna eneo la mwisho ambalo linajulikana kama eneo la Ukraine kiasili, ambalo linakusana baadhi ya maeneo kama ya Galatia, maeneo kama ya Transcarpathia na mfano wake, ambao ukichukua maeneo haya kiasili ilikuwa aidha ni sehemu kama ya Moldova, kwa sababu kuzingatia kama Moldova ilipata kutawaliwa na Ottoman Empire, lakini vile vile sehemu kama za Transcarpathia na mfano wake, maana yake ni maeneo ambayo yalitawaliwa na sehemu kama za Austria-Hungary. Kwa hivyo actually Warusi wao wanachozingatia sehemu ya Novorossiya, sehemu ya Malorusia, hayo yote ni maeneo yao. Na ndio maana hata mwanzoni mwa mgogoro wa Ukraine na Urusi, wakati Rais Vladimir Putin amekaa katika kikao cha kwanza cha baraza la usalama la nchi ya Urusi, mmoja katika wazungumzaji alipata kuzungumza akasema kwamba sisi hatutambui kama kuna mpaka wa namna yote baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine, kwa maana kwamba Ukraine ni sehemu ya Urusi, isipokuwa kinachoonekana sasa hivi siasa za Marekani ndio siasa ambazo zinapelekea ionekane kama kuna mpaka baina ya nchi ya Urusi na sehemu ya Ukraine. Kwa hiyo kuna statement hii ambayo imetolewa na Dmitry Medvedev, na tunaitazama kwamba kuna uwezekano mkubwa baadhi ya sera za nchi ya Urusi zikaja kubadilika katika upande wa practicality, katika upande wa utendaji, kutokana na hichi ambacho kimezungumzwa, na kwa sababu na kuzingatia pia aina ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa vile vile na nchi ya Ukraine, ambayo yanazungumzwa kwamba wakati mwingine yanafanya mashambulizi katika sehemu ambazo actually ni sehemu za kiraia. Lakini kwa picha halisi ya kile ambacho tunakikusanya moja kwa moja kutokana na mwenendo wa jambo hili, kwanza kabisa tunakosa dhamira ya moja kwa moja ya pande zote mbili, ya Urusi na Ukraine, kwamba wanahitaji suluhu ya mgogoro wao. Kwa sababu ukizingatia shambulizi ambalo lilikuwa limefanywa na nchi ya Ukraine kulenga msafara wa Rais Vladimir Putin, maana yake ni kukusudia kwamba
kwa kuzingatia Rais Vladimir Putin yeye ndio mwenye maamuzi ya mwisho katika makubaliano ya amani, na ukizingatia kama vikao vya makubaliano ya amani vilikuwa vimeshaanza kupelekwa toka tarehe 16 mwezi wa 5. Kwa hivyo kumshambulia mfanya maamuzi mkuu wa makubaliano ya amani maana yake ni kusudia kwamba makubaliano hayo nyie hamkubaliani nayo, au mwenendo wa makubaliano yanayokuja mbele nyie hamkubaliani nayo. Na hili ndio jambo ambalo hata katika mgogoro wa Israel na Hamas umekuwa ukionekana kwamba Israel wameshafanya mashambulizi zaidi ya mara moja viongozi wakuu wa Hamas kama kina Ismail Hania, kina Yahya Sinwar, na hivi juzi wametaja kwamba kuna uwezekano wamemshambulia pia Muhammad Sinwar. Tafsiri yake ni kwamba unapomshambulia mwenye maamuzi ya mwisho katika swala la makubaliano ya amani, tafsiri yake ni kwamba wewe hauhitaji hiyo amani, na hichi ndio ambacho kimeonyeshwa na nchi ya Ukraine. Lakini pia katika upande mwingine, Rais Donald Trump amezungumza siku ya jana kwamba anashangazwa na Rais Vladimir Putin kwa nini amekuwa akiendelea kufanya mashambulizi na kuua baadhi ya raia na mfano wake. Tafsiri hii jambo hili au kauli hii inatupa tafsiri ya kwamba Vladimir Putin hakubaliani na suggestion ya Marekani. Kuna uwezekano mkubwa kwamba nchi ya Urusi ikawa haikubaliani na suggestion ya Marekani, kwa sababu lengo la Marekani kupita katikati kama msuluhishi wa amani ni kwa sababu ana mpango wa kuhitaji madini yanayopatikana katika nchi ya Ukraine, zile tunasema ni rare earth metal. Madini yanayopatikana katika nchi ya Ukraine ambayo actually ni madini ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya teknolojia na vitu vingi ambavyo vinaendelea katika dunia yetu ya leo. Lakini ukizingatia konsepti hiyo kwamba Urusi wanaamini sehemu ya Novorusia, sehemu ya Malorusia ni sehemu ya kwao, na ndio sehemu ambazo Marekani kama atakubaliana na Urusi, mwisho atakuja kuingia makubaliano ya moja kwa moja na Rais Vladimir Zelensky kwa ajili ya kufanya extraction, kwa ajili ya kufanya uvunaji wa madini katika eneo hilo la Ukraine. Maana yake ni kwamba Marekani itakuwa inavuna madini katika eneo ambalo Warusi wanaamini kwamba ni eneo lao kiasili, kitu ambacho bila shaka huenda Urusi katika hesabu zao ni jambo ambalo bila shaka hawakubaliani na ndio maana inaonekana hata mazungumzo ya amani ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya Urusi na Marekani ambayo yako katika closed door, tunasema ni closed door meetings, mazungumzo ambayo yanafanyika nyuma ya mlango, maana yake ndani ya maofisi, ambayo actually wakati mwingine hayaendi publicly, watu wengi wanakuwa hatuyafahamu. Inaonekana kama hakuna makubaliano moja kwa moja au maafikiano ya moja kwa moja baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Marekani, kiasi ambacho kinachoonekana ni kwamba mwenendo wa mapigano umekuwa ukiendelea. Lakini vile vile kwa taarifa ambayo amezungumza Rais Vladimir Putin siku ya Jumapili katika moja ya vikao vyake kwamba wanakusudia au wameamua eneo la Kharkiv, eneo la Dnipropetrovsk pamoja na eneo la Sumi, kwamba haya yatakuwa ni maeneo ya buffer zone kwa ajili ya kulinda sehemu kama za Kursk, sehemu kama za Belgorod na sehemu za Bryansk. Maana yake ni kwamba iwapo wataingia katika makubaliano yote ya amani hivi sasa, miji huenda ikaongezeka, na hii ni warning ambayo ilizungumzwa tarehe 16 katika kikao kilichofanyika katika nchi ya Ukraine. Urusi walipowaambia wa Ukraine kwanza wakubali miji minne ya Kherson, Zaporizhia, Donetsk na Luhansk ni sehemu ya Urusi. Walipokataa, Warusi wakawaambia wa Ukraine kwamba tutakuja na suggestion ya miji huenda ikaongezeka miji kama ya Kharkiv, ikaongezeka miji kama ya Sumi na ikaongezeka miji kama Dnipropetrovsk, na hili ndio linaloonekana katika wakati unaokuja.